Waethiopia waliopewa hifadhi ya muda nchini Marekani wanahesabu siku kabla ya kutimuliwa nchini humo. Trump amefuta hifadhi hiyo kwa Waethiopia akisema kuwa nchi yao sasa iko salama na hawana sababu ya kutafuta hifadhi. Wahamiaji hao wamepewa siku 60 waondoke wenyewe au wafurushwe kwa lazima. Naam, kwanza tuangalie hii hifadhi ya muda ni nini? Hifadhi hii maarufu kama TPS ni sera ya Marekani inayowaruhusu watu kutoka nchi zilizokumbwa na migogoro au wanaohisi maisha yao yapo hatarini kwa sababu za kisiasa au mengine kuishi na kufanya kazi nchini Marekani bila hofu ya kufukuzwa wakati nchi yao sio salama. Sera hii iliidhinishwa na bunge la Congress tangu mwaka wa 90 na tangu wakati huo mataifa 20 yamenufaika, huku ikikisiwa kati ya watu milioni 1 hadi milioni 1.5 wamefaidika na mpango huo kufikia sasa. Hata hivyo, mnamo Disemba 12, idara ya usalama wa ndani ilitangaza kusitisha hifadhi hii kwa Ethiopia na kuathiri makumi ya maelfu ya wakazi ambao wamepewa muda wa miezi miwili, yaani hadi Februari mwakani, kuondoka au kubadilisha sababu ya hifadhi yao. Hatua hiyo inaathiri takriban wakimbizi 5,000 waliokimbia vita na ni hatua hivi punde zaidi katika hatua kali za utawala wa Trump ya kuondoa ulinzi wa kisheria kutoka kwa takriban watu milioni 1 kutoka nchi nyingi. Hata hivyo, uamuzi huo unakuja licha ushauri wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani yenyewe dhidi ya kusafiri nchini Ethiopia, ikitaja mizozo ya hapa na pale, machafuko ya wenyewe kwa wenyewe na uhalifu. Athari kubwa kwa wanaoondolewa hifadhi ya TPS ni kunyimwa ruhusa ya kufanya kazi na kutishiwa kukamatwa na kuondolewa nchini kwa lazima wakati wowote. Tangu mwanzo wa mwaka 2025, utawala wa Trump umeondoa hifadhi ya TPS kwa nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Sudan Kusini, Cameroon, Somalia, Ethiopia, na nje ya Afrika ni Haiti, Afghanistan, Syria, Myanmar, Nepal na Venezuela. Baadhi ya usitishaji tayari umeanza kutekelezwa, wengine wamefungua kesi mahakamani kupinga.